Serengeti TV tumekusudia kukuhabarisha na kukuburudisha. Kwa majina anaitwa Modesta Mwema, mratibu wa Nyansao Foundation kanda ya Ziwa. Nyansao Foundation tunahusika na mambo ya elimu, afya na mahitaji maalum. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, taasisi hii imeendelea kugusa maisha ya watu mbalimbali wanaotoka katika kaya duni wakiwa na changamoto mbalimbali katika vipengele vitatu vya elimu, afya na mahitaji maalum, ikiwa ni kukutana na changamoto hizo na kuwapatia mahitaji mbalimbali. Taasisi hii imeanzishwa ili kufanya usaidizi kwa watu mbalimbali ambao wanatoka katika kaya duni, lakini kwa mkoa wa Mara tumeshapita katika wilaya zote za mkoa wetu kwa mahitaji mbalimbali. Huu ni mwendelezo wa kutoa huduma katika mahitaji maalum katika iftari ya leo hapa Serengeti kwa kurejesha tabasamu kwa watu mbalimbali, lakini pia tunatambua uwepo wa mfungo wa Kwaresma. Tumekutana na viongozi pia wa dini ya Kikristo ambao wameshiriki pamoja nasi katika iftari ya leo. Kwa hiyo lengo kubwa ni kurejesha mahusiano na ndugu zetu wa dini zote na kuhakikisha mahitaji yanawafikia watu mbalimbali kwa maombi, lakini pia kwa kuelekeza sehemu sahihi ya kuweza kutatua changamoto zao na kuweza kuwasaidia ili waweze kuondokana na changamoto hizo. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia kibali hicho, lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Daktari Rimo Simeon Nyansaho ambaye ni waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, akiwa ndiye mkurugenzi mkuu wa taasisi hii ya Nyansao Foundation. Mheshimiwa Rais alisema anatamani akiondoka alete tabasamu, lakini leo hii mwenzetu Nyansao amemsaidia kwa kuleta tabasamu kwa wana Serengeti. Takbir! Allahu Akbar. Kwa hiyo tunamwombea afya njema, tunamuomba Mwenyezi Mungu aendelee kumuona katika viwango vingine. Kwa mimi naona huu ni mwezi wa neema, wa baraka, tumeanza sote kufunga. Kwa hiyo niwaombe wenzangu kupitia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na vile vile Kwaresma, tuendelee kupendana, kuombeana, kusameheana na kuwa kitu kimoja katika kuleta maendeleo na kumsaidia Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha wilaya yetu inaleta maendeleo. Tumeanza mashirikiano tangu hiyo niliposema tarehe 16. Hata kabla ya hapo tulikuwa tukiwasiliana sana na taasisi hii. Tarehe 16 tukafanya harambee mwezi wa 6 2023, harambee ambayo ilituwezesha kuelekea katika ujenzi wa shule. Tuliweza kufanikiwa kupokea kutoka Nyansao Foundation takriban milioni 35 ambazo milioni 35 hizo zimetuwezesha kujenga yale madarasa 3 na vyoo matundu 8. Kwa kweli nimefurahi sana kuja kujumuika na wenzetu wa Islamu. Mimi msabato, lakini nimefurahi sana na ninaahidi kwamba siku nyingine hata kama wana shughuli yeyote wasisite kunikaribisha. Nitakuja na nitakuja kishindo kikubwa. Chakula cha pamoja kwa kweli kinaleta maana kubwa sana katika umoja, kwa sababu chakula hiki cha pamoja kinaleta ushirikiano baina ya mtu na mtu na dhehebu na dhehebu. Kwa hiyo kinaleta ushikamano na ule umoja ambao Mwenyezi Mungu alizungumza kwamba mpendane. Ninachoweza kusema pia ni kwamba tunafundishwa kwenye uvumilivu huo tuwe wepesi wa kusameheana. Kama kuna masehemu ambayo tunakuwa tunakosana, basi iwe haraka kukumbuka na kusameheana. Tusiweke visasi, tusiweke mioyo ya chuki katika nafsi zetu, kwa sababu inatuondosha kwenye ramani na kwenye barabara ya mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili nalisisitiza kwa Watanzania, tuendeleze moyo huu wa uvumilivu. Tukikosana basi tukubali kuzungumza, kukaa kwa pamoja na kurekebisha dosari zetu. Tusiweke visasi. Hata kama umekosewa basi usiweke kisasi. Jitahidi sana kuweka mazingira ya kukubaliana,
kusameheana na kusikilizana. Hili nawahusia Watanzania wote kwa ujumla, lakini hasa Wanaserengeti kwa sababu ndiko nakoishi. Natamani nione Wanaserengeti kwa ujumla pasi na kuangalia dini zao waishi katika umoja, huruma, upendo na kusikilizana.